Tulisema tutakuja kuelezea kuhusiana na muda mzuri wa kufanya ibada au maombi au meditation au sala, kwa sababu tulishazungumzia kuhusiana na siku, hata miezi tuligusia kidogo. Asili ya miezi tukasema inatokana na sayari hizi ambazo zimebeba thamani ya siku na miezi husika. Kwa mfano tukasema Venus, Saturn, Moon na Sun, na sayari zingine. So leo tunazungumzia kuhusiana na muda. Muda ni kipengele muhimu sana katika masuala yote ya kiibada na katika masuala yote yanayohusiana na kiroho au sala. Ni muhimu sana kujua mida ya kufanya maombi. Ni muhimu sana. Sasa kwa kutumia mifumo ya mbalimbali ya kiroho au kiastrolojia au mifumo ya kiimani, kuna jambo muhimu sana unatakiwa kulijua kuhusiana na muda maalum ambao unafaa kufanya shughuli fulani ya kiroho. Na hapa tunazingatia sana katika utendaji mzuri au katika baraka au katika frequency, katika mawimbi mazuri ya kufikisha energy yako katika ulimwengu wa kiroho. Kwa mfano, muda mzuri sana wa kufanya maombi au kufanya meditation au kufanya ibada, mambo yote ya kiroho, muda mzuri kwanza huwa ni asubuhi, ambapo tunahusisha wakati huu ni wakati ambao mipango, mambo yote unayotaka kufanya yanaanza mwanzo asubuhi. Unaanza kutafakari asubuhi, unaanza kuweka mipango asubuhi mipya kabisa. Ni lazima uzingatie hilo. Asubuhi ni muda mzuri sana. Lakini pia kufanya mazoea na mazoezi ya kiroho, fanya asubuhi. Wafanya wale wanaofanya meditation, wanaenda kujihusisha na kujiunganisha katika frequencies za kiroho. Wanaenda kwenye hali ya utulivu au wanakaa kwenye sehemu ya utulivu. Wengine wanaenda kwenye miti, wanakwenda kwenye nini. Tutakuja kusema uhusiano wa mimea, tutakuja kuzungumzia uhusiano wa mimea na viumbe wengine katika masuala ya kunasa mawimbi na energy ya kiroho. Nimekwambia mawimbi ya kiroho, mawimbi ya uzima, mawimbi ya uhai, mawimbi ya energy fulani ambayo inatupa nguvu ipo kila sehemu. Kwa hiyo kuna nguvu nzuri, kuna nguvu mbaya, kuna mawimbi mazuri, mawimbi mabaya. Sasa itategemea umekaa wapi, umekaa kwenye nini, umekaa kwenye kitu gani, umeshirikiana na nini, itategemea ili mawimbi yale yaweze kukunasa. Inawezekana mawimbi yao yanatoka kwenye wanyama, inawezekana mawimbi yao yanatoka kwenye mimea, inawezekana mawimbi yao yanatoka kwa binadamu wenzio, inawezekana mawimbi yao yanatoka kwenye kila sehemu. Kwa wewe kuyanasa yale na yakusaidie, itategemea sasa na muda ambao unafanya wewe na wakati mzuri wa kufanya hilo. Jambo lingine ni wakati wa mwezi mpya, ambapo tunasema new moon. Wanasema sana hapo, wanazungumza sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na issue ya new moon, mwezi mpya. Mwezi mpya una kazi gani? Tutakuja kuzungumzia kuhusiana na mwezi tunajua tu. Mwezi najua wewe amani. Tutakuja kulizungumzia kwa undani sana kwa sababu limetajwa sana katika maeneo mengi sana. Wakristo wanaamini kwamba kuna mwezi na wanauona, Waislamu jua wanaliona, mwezi wanauona. Yaani mwezi una kazi kubwa sana. Kwa nini uitwe mwezi wa kwanza? Kwa nini kila mtu azaliwe kwenye mwezi? Mwezi fulani. Kwa nini siweke jua fulani? Sasa unaona jinsi mambo yalivyo na umuhimu. Haya, mwezi mpya ni muda mzuri wa kufanya na kuanza mipango mipya au kuweka malengo. Lakini mwezi wa katikati ambapo wanasema mwezi ukifikia hatua fulani ya kati, huwa ni sehemu nzuri na wakati mzuri wa kukamilisha mipango au kufanya tafakuri, kufanya tathmini, kufanya shukurani. Ni muda mzuri sana wa kufanya hilo kwa sababu miezi ina maana na ina reflect. Mwezi huu una reflect energy fulani na nguvu fulani ambayo ni ya kiroho. Unaweza usiione, utake usitake, upende usipende, lazima hiyo energy na hiyo nguvu ikupate. Either itakupata kwa uzuri au itakupata kwa ubaya kulingana na namna ambavyo wewe umejiweka kila siku. Kwa hiyo ni vyema kuangalia na ni vyema kustiki kwenye kile unachokiamini na kujifunza zaidi ili visiwe na athari kwenye maisha yako na maisha ya kizazi chako.
Ndio maana watu wengi hapa wamekuwa na maisha yao ya tabu, wanahangaika, maisha ya shida, maisha ya matatizo, maisha ya misukosuko. Wengine wamekuwa wakirogo, wengine wakifanywa matendo mabaya, wengine wakipata nguvu mbaya kama majini, mashetani na nini na vitu kama hivyo vinavyoendana kama hivyo, na lugha nyingi ambazo watu wamekuwa wakizungumza, kwa sababu pengine unakosea utaratibu tu wa kawaida. Kuna nguvu zingine unakosea, unaona tutakuja kuyaelezea huko mbele kwenye session zingine, mambo ya mizimu, mambo ya majini, sio shetani, sio na nini, vitu kama tutakuja kuvielezea baadaye, ila tuendelee tu kufuatilia kwenye platform hii ili tuendelee kupata mengi zaidi. Sasa kuna mida mibaya ambayo sio mizuri sana kudili nayo katika masuala ya ibada au maombi. Kwa mfano, kuna usiku wa manane. Wakati huu unachukuliwa kuwa kama ni nishati ya chini au haufai kwa shughuli yoyote ya kiroho au maombi maalum makubwa. Umeona Lakini wengine wamekuwa wakisema usiku ni muda mzuri, muda wa saa 8, saa 9 na nini. Yes, ni kweli ni muda mzuri, na wakati mwingine pia ni muda mbaya. Itategemea na maandalizi yako, itategemea na vile ambavyo unavyofahamu. Kuna usiku huo ni muda mbaya na kuna usiku huo muda mzuri. Kama ilivyo mchana, kuna mchana muda mzuri, kuna mchana pia muda ni mbaya. Kwa hiyo itategemea sasa unafahamu vipi, usiku au mchana. Na hii mchana na usiku hii unavyoona mchana usiku, kuna siri kubwa katika usiku na kuna siri kubwa katika mchana. Hapa labda nielezee kwa uchache kidogo, lakini nitakuja kuielezea kwa undani zaidi kuhusiana na usiku na mchana. Kwanza tuelewe, unapolala usiku au unapoamka asubuhi au mchana, usiku ni muda ambao nafsi na roho, nafsi na mwili huwa vinatengana. Na vinatengana vinaenda wapi na kwa nini? Hilo ni swali ambalo unawezekana ukawa unajiuliza, lakini tutakuja kuifafanua. Ni muda ambao nafsi waga inakwenda mahali, kuna namna fulani inafanyika pale. Ndio maana usingizi unakupitia na hujijui, na unapoamka pia unakuta umejijua. Na wengine pia wanaweza kana kwamba wanapolala wanajijua, lakini wengi wao huwa hawajijui. Na pia mchana unapoamka, maana yake ni kwamba nafsi na mwili vimekuja kuungana. Sasa tuna experience nini hapa? Tutakuja kuvieleza baadaye. Nimeongea kwa ufupi sana hapa. Usiku wa manane nimesema ni muda ambao ni mzuri na pengine huwa ni mbaya sana kama hujui, lakini kama unajua basi inakuwa ni vizuri sana kuweza kufanya maombi au kutokufanya maombi. Wakati mwingine ni kupatwa kwa mwezi, lunar eclipse. Sasa hapa hebu tuelewane vizuri kidogo, kwa sababu watu wa imani za kiroho, lakini pia watu wa dini na watu wengine wanatofautiana sana hapa katika masuala mbalimbali. Kuna wengine wanasema ni muda mzuri na wengine wanasema ni muda mbaya, kwa maana kwamba kunakuwa na tatizo la nishati. Kunakuwa na tatizo la nishati ambapo tunatazama kwa undani zaidi kwamba nishati hii inaweza ikawa na mpango gani. Je, ina mpango mpya kusaidia viumbe, na mpango mpya wa kuangamiza viumbe au kuwafanya wao dhaifu? Ni kweli kuna ambao kwao inakuwa ni nzuri na kuna ambao wengine inakuwa ni mbaya katika ulimwengu wao wa kiroho. Kuna ambao wakifanya inakuwa ni nzuri kwa maana ya kwamba wanajua namna ya kutumia ile nishati. Ni sawa sawa niseme sio niseme nini? Yes, nitumie sumu. Kwa mfano sumu, kuna mahali sumu inaweza ikatumika hiyo sumu kufanya kitu kizuri, na kuna wakati sumu hiyo inaweza ikatumika kuangamiza na kuua. Sumu inaweza ikatumika kuweza kusaidia kitu fulani ili kiweze kufanya kazi, na sumu hiyo inaweza ikatumika kuangamiza kitu fulani. Kwa hiyo lunar eclipse imewekwa katika eneo baya kwa sababu nishati hii au frequency hii au mawimbi umeme ya siku hii ya lunar eclipse, kupatwa kwa mwezi, huwa mara nyingi inatoa nguvu mbaya ambayo wengi wao huwa inawapa shida. Yani asilimia kubwa ya viumbe inawapa shida hii nguvu. Kwa hiyo inawekwa kama siku mbaya kwa sababu
sio siku nzuri. Ndio maana ukienda kwenye baadhi ya imani za dini, ukienda kwa Wakristo wanaweza kwenda kanisani wanafanya maombi sana, ukienda kwa Waislamu wanafanya maombi sana, kwa sababu wanajua hii nishati ilivyo na nguvu. Wanajua nishati ilivyo na nguvu ina madhara gani. Kuna siku tutakuja kueleza kwa ndani kwa nini kupatwa kwa mwezi, kwa nini mwezi na kwa nini jua. Ndugu zangu, kweni makini sana, tujifunze mambo kwa undani. Hii nishati ni nishati ambayo inasababisha viumbe waweze kusurvive. Tutakuja kuangalia asili ya mwezi na mwezi una maana gani katika maisha ya viumbe. Hapa ndio tutakuja kuangalia maji yana nafasi gani kwenye mwezi. Umeona? Tutakuja kuangalia jua na moto vina nafasi gani kwenye jua. Umeona vinahusiana nini? Kwa hiyo tutakuja kujua baadaye kabisa huko kwenye series zinazofuata. Kwa hiyo nishati hii inaweza ikawa mbaya au inaweza ikawa nzuri kwa watu fulani au kwa aina fulani hivi. Kwa wengine wanasema fanya meditation, fanya hivi, fanya kafara fulani na nini. Umeona? Kweli inaweza ikawa ni nzuri, inaweza ikawa ni mbaya. Kwa hiyo tuelewe tu hivyo. Siku tutakapokuja kuifafanua vizuri, basi tutaelewesha vizuri sana. Hapa kuna mfano fulani ya kiutendaji kulingana na muda fulani wa kufanya maombi. Mfano, muda mzuri ni asubuhi wakati wa mwezi, labda wakati wa mwezi mpya au mwezi Aprili, umeona, vitu kama hivyo. Lakini muda mbaya pia ni usiku wa manane au wakati wa lunar eclipse, tumesema pale juu. Lakini bila kufanya maombi ya kiroho ni vyema kuzingatia muda mzuri wa asubuhi, jioni, wakati wa mwezi au wakati wa mwezi kamili. Lakini muda mbaya pia vile vile ni wakati wa msongo wa mawazo au nishati ya chini. Tunapokuwa kwenye msongo wa mawazo, hiyo ni nishati ya chini. Hiyo ni nishati ya chini. Kwa hiyo unatakiwa ujicontrol. Usifanye maombi kwenye wakati mbaya. Umeshapigana huko, umeshaachwa na mwanaume, umeshaachwa na mwanamke, umeshakorofishana, umeshadhulumiwa, umeshafanya sio nini, afu wewe ndio wakati unafanya maombi. Danger. Hiyo ni danger, hiyo ni hatari. Inakuletea nguvu mbaya kwa sababu hakuna mazuri hapo. Hapo unaweza kujikuta umesali, umefanya maombi, umefanya ibada, unaenda kuivuta tena nguvu mbaya. Kanuni ya upendo, kanuni ya wema inatakiwa uijue vizuri. Mungu anakulipa kulingana na kanuni na misingi, sio kwa sababu umedhulumiwa. Umeona? Kwa hiyo ni jambo la msingi kuzingatiwa. Lakini jambo lingine ni kufanya maamuzi au kufanya maamuzi makubwa. Ni muda gani mzuri? Kwanza ni siku ya Jumatatu, Ijumaa na Jumamosi. Narudia tena, muda mzuri wa kufanya maamuzi makubwa au jambo fulani au unataka kuintroduce jambo lolote zuri, Jumatatu, Jumaa na Jumapili. Hizi siku zingine hizi kwa manazo makini sana. Siku nyingine ni muda mbaya. Siku ya Jumanne ambao wanaiweka kabisa katika hicho kipengele, lakini kuna wengine inaendelea vizuri na au siku ya Alhamisi. Kwa yote tuliyozungumza, kama una concerning yoyote, una jambo lolote, unahitaji ufafanuzi wa jambo lolote hapo, basi unaweza kunicheck inbox au kaandika comment yako hapo au katoa namba zako au kachukua namba zetu hapo ukawasiliana na sisi ili kutoa ufafanuzi zaidi kwa jambo ambalo unahisi kwamba hujalielewa. Kwa hiyo utaratibu huu na mambo haya huwa yanafanyika katika imani zote. Sema labda kama wayafafanui kwa undani, lakini sisi tumejaribu kuyagusa. Ni mengi. Hii elimu unaweza kujifunza miaka 6, miaka 10, miaka 20, miaka 30 usiyamalize, lakini kwa yale ambayo yanaweza tukayafikia, basi tunaweza kuyafikia na tukafahamishana vizuri zaidi. Kwa utaratibu huo unazingatiwa sana na ni siku kwa upande wa siku, muda, mwezi, mwaka ni vyema kuvijua. Na kuna elimu ambayo tutakuja kuifafanua zaidi inahusiana na mambo ya elimu ya namba, kwa Kiingereza wanaita numerology. Hii ina maana kubwa katika masuala ya kiulimwengu wa kiroho. Ina mambo yake mengi sana, ina hisabati zake nyingi sana. Wajuzi wa mambo, wazungu, Waarabu huko wanajua namna kutumia elimu hii ya namba, elimu hii ya miezi, elimu hii ya muda. Ndio maana wote tutakubaliana, utake usitake, upende usipende, lazima utatumia saa kama muda, kama namba, muda kama saa, muda wa siku, muda wa mwaka, muda wa mwezi. Ni kila mtu anatumia hivyo. Sasa kwa nini iwe hivyo?
tutakuja kujua maana ya halisi ya masaa 12, maana halisi ya masaa 24, maana halisi ya siku 7. Siku tutakapobahatika kuelezea kuhusiana na hilo, basi tunakukaribisha sana uweze kuwa pamoja na sisi. Mungu akusaidie, Mungu atusaidie, tuwe na mafanikio, tuwe na ufahamu wa kujua kweli ile ya kweli, sisi kama Waafrika, sisi kama watu weusi. Mungu atusaidie tuweze kufunguka fikra zetu na tuweze kujua mambo mengi yanayohusiana na elimu ya kiroho au usawa wa kiroho na kimwili. Baada ya kusema hayo, mimi naitwa Mr. Kam wa Kam TV Tanzania. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na comment. Usisahau kanuni ya upendo, kanuni ya wema, lakini kanuni ya kusaidia wengine. Tuonane wakati mwingine katika session zinazokuja.